رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameendelea kutujalia uzima na afya njema, na tunamuomba aendelee kutujalia kwa sababu bado tuna uhitaji wa afya ili tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pamoja na kufanya mambo yetu mbalimbali ya kimaendeleo katika ulimwengu huu ambao tunao. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa mimi nitazungumza machache, baada ya hapo nitakukaribisha uweze kuzungumza. Jambo la kwanza, natoa shukrani kwa meneja wa shule pamoja na walimu na viongozi wote wa shule kwa juhudi kubwa ambazo wanazozifanya kwa ajili ya kuinyanyua shule yetu ya Kahama Muslim baada ya kuwa hapa katikati ilikuwa imeyumba, lakini kwa kweli meneja, tangu umekuja kuna mabadiliko makubwa ambayo tunayaona, na lau kama ungelikuwepo tangu siku nyingi basi na imani hapa tungekuwa tumeshavuka. Ila tuna matumaini makubwa kwa usimamizi wako mzuri ukishirikiana na wenzako na kwa juhudi zako kubwa ambazo unazozitoa, na imani muda si mrefu Kahama Muslim itarudi kwenye chati. Lakini pili, tunatoa shukrani kwa vijana wetu ambao leo wameweza hivi karibu mwaka huu muda mchache, kama sio wiki moja wiki mbili, wataenda kuhitimu kidato cha 4. Tunawapongeza kama alivyosema mwenyekiti, na imani mmekutana na vizuizi vingi hapa katikati, vishawishi vingi hapa katikati, lakini mlivumilia, mkapambana, mkajipinda, na mpaka hivi sasa mnaenda kumaliza kidato cha 4. Mwenyezi Mungu awabarikini sana. Amin. Awajalieni kila la kheri. Tunamuomba Mwenyezi Mungu katika huu mtihani unaokuja basi muweze kufanya vizuri, hata yale ambayo labda kidogo swali limekuja haulielewi, basi Mungu ajalie mfanye vizuri. Nidhamu ndio ambayo itakufanya wewe upendwe na jamii, ukubalike katika jamii, usikilizwe na jamii. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Watu wanazingatiwa kwa sababu ya maadili yao mema, kwa sababu ya nidhamu. Mtu anazingatiwa, anapata heshima kwa sababu ya nidhamu, anakubalika kwa sababu ya nidhamu, anapendwa kwa sababu ya nidhamu, anapata kazi kwa sababu ya nidhamu. Nidhamu ikitoweka, thamani ya huyo mtu haipo tena, hata kama utasoma ufike wapi. Lakini kama hauna nidhamu, itakuwa hakuna ambacho unachokifanya. Kwa hiyo nidhamu, nendeni mkatangulize nidhamu, na imani mpaka hapa mlipofikia ni kwa sababu ya nidhamu. Msingekuwa na nidhamu leo msingemaliza kidato cha 4.